Yesu asifiwe. Amen. Karibuni watu wa Mungu katika ibada hii, ibada ya pili ya siku ya leo yenye matukio na huduma mbalimbali. Kubariki vijana wetu wa Kipa Imara na kumbatiza mtu mzima mmoja, lakini pia kushiriki sakramenti ya chakula cha Bwana. Na tuianze ibada hii katika jina lake Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tusikilize Zaburi ya 9 mstari wa 10 na hadi wa 12. Zaburi ya 9 mstari ni ule wa 10 hadi wa 12, tutasoma kwa pamoja. Zaburi ile ya 9 mstari ni ule wa 10 hadi ule wa 12. Kama tumepata wote tuseme amen. Amen. Tusome wote kwa pamoja. Nao wakubwao jina lako wakutumainia wewe, maana wewe Bwana waacha wakutafutao. Mwenyezi Bwana akae Sayuni, yatangazeni kati ya watu matendo yake, maana mlipiza kisasi cha damu hakusahau kilio cha wanyonge. Amen. Tukae Wakristo na tuliko wimbo namba 6. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii na watu wako waliokimbilia madhabahu yako na msalaba wako kwa ajili ya kukuabudu katika roho na kweli. Na mioyo yetu, nafsi zetu na akili zetu zitulie mbele zako kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Kurasa 250, kitabu kidogo 331, kitabu kikubwa. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mungu anasema, pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye Mungu ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumuungamie Mungu dhambi zetu. Kiti cha rehema Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi ni maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, na ungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza na kwa kunena na kwa kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini najutia dhambi zangu na kutubu kweli,
na kusihi kwa rehema yako iliyo kuu unihurumie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo anasema, ungamo hili likiwa ni la kweli, na mkitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina lake Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Njia zetu zisafishwe kwa kuja kwake, nasi tujitoe kumtumikia kwa furaha kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tunasimama tusikilize somo la pili. Somo la pili tunatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 61 mstari ule wa 5 hadi mstari ule wa kwanza hadi wa 5. Isaya 61, kitabu cha Isaya 61 mstari ule. Kama wote tumepata tuseme amen. Amen. Na watangulia kusoma. Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao,
kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Nao watajenga mahali pa kale palipoharibiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Na wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu. Amen. Amen. Tukiri imani ya Kikristo inayotuunganisha na Kristo wote ulimwenguni, imani ya mitume. Na mwamini Mungu Baba mwenyezi yote, muumba wa mbingu na nchi, na mwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa sana kwa Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa
kanisa tusaidieni. Kuna watoto wamekaa kwenye viti, watu wazima wamesimama. Ni vizuri mtengeneze utaratibu.
Jiachilie mbele za Bwana. Usiogope, mikono salama. Tafakari Mungu unachotafakari kuwa katika kipindi hiki Krismasi na mwaka mpya. Jiachilie mbele za Bwana. Tafakari Mungu na maisha ambao walifikiri kukuta leo hawajaweza. Mungu amekupa neema ya kuwa mzima. Mungu, ambie Mungu asante. Ambie Mungu asante kwa uzima. Asante kwa Mungu asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya uzima. Amekupa miguu, amekupa akili, amekupa mikono, amekupa masikio, amekupa macho. Kuna ambao hawana, ni walemavu. Wewe ni mzima, mimi ni mzima. Sio kwamba ni wema kupita wale au tumetenda mema kupita hao ambao hawajaweza kuingia katika mlango huu. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tunajiweka sasa mikononi mwako tunapotafakari ukuu wako na uweza wako. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima, kwa ajili ya kusanyiko hili la watu wako, na kwa ajili ya vijana wetu wa Kipa Imara, na kwa ajili ya yule ambaye anabarikiwa, na kwa ajili ya sakramenti ya chakula cha Bwana ambayo tunashiriki katika ibada hii. Matendo makuu ya Mungu yataonekana katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo linapenya kwenye masikio ya mioyo yetu. Neno lako ni chakula cha roho zetu. Utulishe ukitukumbusha hakika ya kwamba wewe ndiwe njia, kweli na uzima, na tuko katika nyakati ambazo Yesu anajiandaa kurejea kanisa lake, ambayo ni mimi na wewe tuliokusanyika mahali hapa. Sema nasi Bwana kwa njia nyepesi, tuko tayari kukusikiliza. Tunasema asante, tunaachilia nguvu zako, tunaachilia uwezo wako, tunaachilia mamlaka yako, tukikataa sauti nyingine zo kinyume na taratibu zako, tukikataa roho ya usingizi, tukikataa roho ya kuchoka, tukikataa roho ya maumivu, tukikataa roho ya uchungu, tukikataa roho ya mawazo mabaya yanayotoka nje na wewe Kristo. Tujalie tu na mawazo ya kutafakari ukuu wako na uweza wako. Tuliza mioyo yetu, tuliza mawazo yetu, tukutafakari wewe tunapotafakari neno lako. Asante Yesu, kwa kuwa wewe ni mwema, unasema nasi kila wakati. Amen. Mfungo wa 3 mstari wa 5 mpaka ule wa 12. Injili ya Mathayo mlango wa 3 mstari wa 5 mpaka ule wa 12. Kinachonishangaza wengine wamekaa, sijasema kaeni. Injili ya Mathayo mlango wa 3 mstari wa 5 mpaka wa 12. Nasoma neno hili katika jina la Yesu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto Yordani, huku akiziungama dhambi zao. Hata alipoona na wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahim. Kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza
katika mawe haya kumuinulia Ibrahim watoto, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Kweli mimi nawabatiza kwa maji na kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Namshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ya kusimama mbele yenu mchana wa leo na muda huu katika ibada hii maalum kabisa, ibada ya pili, ambapo tutawabariki vijana wetu zaidi ya 20 na mmoja atabatizwa mtu mzima. Tutashiriki sakramenti ya chakula cha Bwana. Pekee nimshukuru Mungu aliyeniwezesha kuwepo nanyi katika mwezi huu wa 12 unakoelekea, na leo ni tarehe 12. Nimshukuru pia mwinjilisti wa mtaa wenu, mshukuru pia mteolojia ambaye tumekuwa naye tangu jana na tulipokelewa vizuri. Niwashukuru wazee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kipekee nimshukuru mkuu wa jimbo letu la Maasai Kaskazini, Mchungaji Mahawe. Tulikuwa naye jana pamoja na wageni waliotoka ofisi kuu ya diocese, msaidizi wa askofu pamoja na katibu wa misioni na uinjilisti diocese. Leo wako Piaya, kuna ibada maalum ya yubile ya miaka 25 ya ndoa ya mchungaji Cosmas Ngia wa usharika wa Yesu Samba. Watakuwa kule, na kesho tutakuwa nao usharika wa Sonjo na mtaa wa Sale kwa ajili ya semina ya wainjilisti na wachungaji. Kwa hiyo muendelee kuombea semina hiyo, lakini tuwashukuru kwa michango yenu na tushukuru pia kwa kuwezesha wainjilisti wetu kuweza kuhudhuria semina hiyo ya takribani siku 3. Tunaamini Mungu atasema na watu wake na tutaendelea kulitukuza jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika ibada hii naomba nichukue nafasi hii kipekee kuwasimamisha vijana wa kipaimara wanaobarikiwa. Hebu simameni. Na ule mtu mzima anayebatizwa. Mnaona wazazi, si mnaona? Wazazi wao watoto hebu wasimame walioko hapa ibadani. Wazazi wanaobariki, hebu simameni. Na wadhamini waliowadhamini wakiwa wadogo. Nina wasiwasi kwamba idadi ya wazazi ni ndogo na wadhamini, sio labda wengine wako Mtwara. Lakini kwa uzazi wa sasa sidhani kama tunazaa kama kibiriti. Kiangalia huwa mnazaa watoto kidhungu 4, 5, 3, 2. Kwa hiyo nitegemea kwamba wazazi wamekuwa wengi, hawa ni 20 na hata kama mtu anaye 2, 1, kwa hiyo hata wazazi au wengine wako nyumbani wanaandaa sherehe. Shikamo. Wengine wako nyumbani wanaandaa sherehe. Usipowabariki kivumbi na jasho. Hebu kaeni niwaambie story moja ya kweli. Juzi tu hapa jimbo moja la diocese yetu, mchungaji hakutokea kuwabariki wanafunzi wa kipaimara. Wamevaa hivi, hakutokea. Unajua watu walikula mori. Hatarudisha chakula. Hakuja kubariki kabisa. Yule bora kwa jibu. Akaniambia kuna kisanga kimefurumuka huko mtaa mmoja, mchungaji hajatokezea. Vijana wamevaa hivi na wazazi wamekuja. Fikiri na nyumbani kumepikwa. Unajua wakati mwingine tunafanya vitu kama nyuma mbele nyuma. Si ndio? Unakuta hata kwenye harusi, ndoa, ibada ya ndoa, unakuta wanakuwepo wazazi na wadhamini na wale wanaofunga ndoa na mchungaji. Lakini ukienda ukumbini, mpaka wengine wanapanda kwenye dirisha. Kwa hiyo ndio huko nyumbani leo tukija tutakuta watu wengi sana, lakini kanisani hawajaja.
Ngoja tuahirishe kwa bariki. Mtatujia na marungu. Mimi naenda zangu Sondio. Hizo mbio nitakazotoka. Injili tutaelekea wapi? Braza. Eliboro. Wala tutakuja na marungu. Tunataka wali wetu. Tunataka pesa zetu. Tunataka msituletee. Lakini na nyie mje kanisani. Lengo ni kushuhudia tendo hili. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hao wasimame na wazazi na sisi ambao tuko ibadani. Tuwaone hawa vijana wetu walivyo hivi, ni fresh. Hawa ni safi. Msiende kuwachafua leo. Msiende kuwachafua leo. So mahali fulani nikiwa mwinjilisti kabla sijawa mchungaji, kaini nisiwasimamishe muda mrefu. Wenda tangu jana mimi chai kapita vizuri, mnawaza kubarikiwa. Tutawabariki. Hakuna shida. Mahali fulani nikiwa mwinjilisti tukawaambia watu, sherehe za Kikristo msiweke pombe. Tukawaambia ni marufuku. Na nyumba yoyote leo kwa pombe hatuji kufanya sana. Tukainukiwa. Wao kitaka kujua jiwe limegonga mbwa 100, ni ile itakayolia bwe. Wakainuka huko watu. Wakasema, nyie kwanza watumishi wa kanisa ni ombaomba nyie. Tukaanza kuchambuliwa mashati na suruale na maisha yetu tulionayo, kisa tumekemea dhambi ya pombe. Tukaambia hatuji. Wanasema hata kama mji, wana hasira kweli. Na hatukwenda kweli. Hatukwenda. Na tukasimamia hilo. Na hili nalisema mbele yenu watu wa Waso, mjue umleavyo mtoto ndivyo akuavyo. Kwa hiyo niwaambieni, wakati mwingine sisi ndio tunawaanzishia watoto tabia mbaya, sisi wazazi. Maana na mimi na watoto na mke wangu. Lakini sisi huwa tunawaanzishiaga tabia hizo. Alafu baadaye tunasema, kwa nini mtoto wangu analewa? Wewe ndio ulianzisha pombe. Kwa sababu unamwambia mtoto nenda kachote pombe ndani, aweke kwenye kideko au kwenye kipeu, ili isimwagike lazima aionje. Shikamoo. Ili isimwagike lazima aonje. Kwa nini? Akija amemwagikiwa atachafua nguo. Kwa hiyo anaipiga pafu pale ndani, alafu anakuja nayo imeshuka kidogo. Akija anakwambia hii hapa. Na wewe unaipokea unainywa. Nani ameanzisha huo mwenge? Nani ameanzisha ulevi hapo nyumbani? Wazazi. Haya, twende mbele zaidi. Sigara. Ili sigara iwake, lazima ivute kidogo. Nenda kaniwashie sigara. Wewe nani? Joni, kawashe sigara kule jikoni. Anaenda anaiwasha. Akija nayo imezimika, utamdunda. Kwa hiyo lazima akiiwasha ili iwake, anaipiga pafu alafu anakuja nayo kama inawaka. Na unachukua unaendelea na kazi. Kesho na kesho kutwa naye anavuta. Nani amemwanzishia? Pigeni tu mahesabu. Wakati mwingine tunamlaumu shetani na yuko hapa. Wakati mwingine anasema sio mimi. Hii mmeanzisha wenyewe. Tengenezeni wenyewe. Haya, mahali fulani sherehe ya kipaimara ikafanyika. Asubuhi binti wa hiyo nyumba aliyebarikiwa hayuko. Alafu baada ya muda wanakuja wazee wanasema ile mbuzi yenu iko kwetu. Mtu anaitwa mbuzi. Binti kashaolewa kwa sababu ile sherehe ilikuwa na pombe. Wazazi hawakujua binti ameibiwa saa ngapi. Sherehe iliendelea na disco Kabetani, Rebeka walisumbua, shughuli zikaendelea hapo. Baadaye binti amebebwa, amepelekwa, ameolewa. Asubuhi wazee wanakuja wanasema ile mbuzi yenu iko kwetu. Kipaimara ikageuka kuwa mbuzi imeibiwa. So na mambo ya ajabu yanafanyika. Na sisi tutawabariki, tutawapa wakiwa fresh leo. Sasa ndio mkaanzisha vinyamkera huko, ndio mkaanzisha madisco joka Kabajani, ndio mkaanzisha sijui kunywa vitu gani, ndio mkaanzisha vipupu huko, alafu baadaye wanasema hawakufundishwa vizuri. Yeye wafundisha vizuri. Upandacho ndicho utakacho. Ukipanda bangi unavuna bangi, uvuni maharage. Tutakacho wapandikizia leo hawa, watatembea nacho. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Wanajifunza nini kwetu watoto wetu?
Na lazima tu tuwaambie. Wengine hapa mjaki kanisani, leo kipaimara mmekuja kanisani. Afadhali umebariki ukae. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama wewe uji kanisani, hakuna mwambie mtoto nenda kanisani. Jumapili unabeba jembe unaenda shambani. Wewe unategemea unalea mbeba jembe. Tunamlea mbeba jembe mwenzako. Kabisa. Unalea mtoro wa kanisani mwenzako. Alafu baadaye unasema huyu mtoto hataki kanisa kabisa. Na mbaya zaidi siku hizi. Mbaya zaidi. Hao vijana nafikiri wanakwenda sekondari. Katikati yao baadhi yao. Mbaya zaidi. Watoto wanakwenda sekondari. Badala ya kupewa Biblia ile nayo, anapewa ilizi. Na ukienda kule itakusaidia. Ilizi vaeni nyie. Mmesha kubuu. Vaa. Acheni na malaika wa Bwana. Tasubiri kwa tunabatiza mtoto hapo. Nilisahau kusema hivi. Roho amenikumbusha sasa hivi. Wakati mwingine unakuta watu wanabatiza mtoto. Mtoto ana ilizi bendi 4. Iko hapa kwenye kwapa. Wanaitwa Mkristo. Kamelemewa na hiyo ilizi. Imejaa mavi ya kuku, pilipili, chumvi, kibiriti. Na kila kitu. Haina kitu ya maana. Wewe kufungua ilizi ukakuta na nini? Ina mavi ya kuku, magadi, chumvi, pilipili na mavi ya mtu. Sasa kuambia wakati mwingine mnaleta waganga nyumbani, mnachanja mpaka hivi vitoto vilivyokaa. Kinachajwa mpaka kidogo, vinachajwa na wembe mbutu vinafanya maana chanjweni nyie wenye ufahamu. Chanjweni. Wacheni hawa wakikua watachagua kuchanjwa au kuendelea na Yesu. Mungu atusaidie. Wacha iwe mbaya. Nikimaliza sojo. Nakutana kabisa. Maana kuna watu hapa wasema mbona anaingilia mambo yetu. Hakuna mambo yetu. Hapa lazima tuambie ili tukiulizwa na Yesu. Sio tulisema mbele ya kusanyiko. Weka kunje shingo huko usikie kitakachotokea. Asubuhi uweze kutuambia simuoni msichana wangu. Kaenda wapi sijui. Baadaye wanakuja wapotelewa walioiba mbuzi. Ile mbuzi yenu iko kwetu. Sasa utajua mbuzi na wote mmekuwa mbuzi. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, neno la Mungu la siku ya leo tulilopewa linasema itengenezeni njia ya Bwana. Itengenezeni njia ya Bwana. Hii ni sauti ya Yohana Mbatizaji. Na ukisoma katika huo mlango wa 3, hiyo mistari ya mwanzo ule wa kwanza na kuendelea, maana ubiri linaanzia mstari wa 5. Yohana Mbatizaji anasema ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Yohana alikuwa anahubiri akiwaambia watu juu ya toba liletalo ondoleo la dhambi. Na leo kina Yohana wako juu ya uso wa dunia, wako duniani wakihubiri. Wengine ni akina sisi na waliokaa hapa kwenye madhabahu, wengine mmekaa huko ni kina Yohana. Tunahubiri habari njema, tunawaandaa watu katika karne hii ya 21 ili wampokee Yesu anayelijia kanisa lake ambalo ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunawaandaa tukiwaambia tengenezeni mambo yenu ya kiroho. Tengeneza mambo yako na Mungu. Tengeneza maisha yako ya kiroho, maana Yesu anakuja. Ni mara ngapi umesikia sauti ya watumishi wa Mungu wakigusa moyo wako, wakigusa maisha yako ya kiroho na ya kimwili, lakini umeendelea kushupaza shingo? Ninakusihi, lainisha shingo yako, geuka. Na ni mara ngapi watumishi wa Mungu wametembelea nyumba yako? Na ni mara ngapi wamefika kwa kushauri juu ya kubariki ndoa na juu ya kumrudia Yesu na kurudi kundini? Ni mara ngapi? Ni mara nyingi. Hiyo ni sauti ya Mungu, sauti ambayo ni hii Yohana anayosema itengenezeni njia ya Bwana. Tengeneza njia zako, tengeneza mahusiano yako na Mungu ili ujulikane umesimamia wapi. Tengeneza maisha yako ya kiroho. Yesu anakuja leo. Atakukuta wapi? Atanikuta wapi? Atakuta moyo wangu umejiandaa
au atanikuta bado nahangaika na mambo ya dunia, au atanikuta bado na tangatanga na dunia hii ambayo inapita na mambo yake yote yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza maisha yako, Yesu anakuja. Jikague kwenye maisha yako. Yohana Mbatizaji anatangaza kuja kwa Yesu, anatangaza vigezo ambavyo Yesu atakuwa navyo. Katika ile Isaya 61 anasema Mungu amemwekea mafuta ili awatangazie habari njema wanyenyekevu, ili atangaze mwaka wa Bwana uliokubalika, ili awaambie waliofungwa kufunguliwa kwao. Unaweza kuwa uko hapa kanisani, au unaweza kuwa uko katika eneo lako unalofanya kazi, ukajiona kwamba uko huru, lakini ndani yako kuna kifungo kimekufunga. Watu wengi leo wamefungwa na mambo ya dunia. Watu wengi leo wamefungwa na mambo ambayo hayatawasaidia kitu chochote. Yesu leo anasema amekuja kuwafungua. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kufunguliwa na Yesu? Lainisha moyo wako, jiachie kwa Yesu ili akufungue. Na anasema kuwatangazia masikini habari njema na kutangaza juu ya watu kuwekwa huru. Na kwa sababu hiyo, vigezo ambavyo watu watakuwa navyo, ambavyo pia Yohana anavieleza, wanabatizwa, wanafanywa kuwa watu wa Mungu. Na kama kuna kitu leo kinawasumbua Wakristo na haswa Waluteri, ni swala la ubatizo. Wengine wanasema nataka kubatizwa kama Yesu, wengine wanasema nataka kubatizwa ule ubatizo wa Yohana. Ubatizo wa Yohana ulikuwa ubatizo wa kipagani ambao lengo lake lilikuwa ni kuwaandaa watu. Na unaona Yohana mwenyewe anasema katika huo mstari hapo chini, someni Biblia vizuri, anasema anayekuja siwezi mimi viatu vyake siwezi kuvaa, na yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa leo watu wanashindania ni ubatizo upi ni sahihi, wa maji mengi au wa maji kidogo, wa maji kutembea au wa maji kukaa, au wa maji kufanyaje, kunyunyiziwa. Upi ni ubatizo wa kweli? Jambo la msingi sio staili ya ubatizo. Jambo la msingi, ubatizo uliobatizwa unakusaidiaje? Yaani wewe ulibatizwa ukiwa mdogo, ulibatizwa ukiwa mtu mzima, ulibatizwa na maji kisima, ulibatizwa na maji kidogo, ulibatizwa na kiwango cha maji hakitakusaidia. Lakini umebatizwa, umekuwa mtu wa Mungu. Tabia yako na mwenendo wako umebadilika kiasi gani ndani ya Kristo na kumwamini? Kwa sababu Mungu anachotaka sio wingi wa maji au kiasi gani cha maji. Hii ni staili watu wametengeneza. Yesu anaagiza katika Injili ya Mathayo 28 mstari wa 19, anasema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba. Amesema dramu la maji yanayotembea ya kisima, si ukaogelee tu mtoni, hamna mtu hapo, uko hapo chini, kadindie hapo, pige migambo hapo, urudi hapo useme nimejibatiza. Maana kuna watu huwa wanaambiwa hivi, ukibatizwa na maji yaliyokaa ambayo hayatembei, dhambi yako inabaki, maana wale waliotangulia kubatizwa kabla yako umebeba dhambi zao. Wewe unataka dhambi ndani ya maji? Dhambi inakaa ndani ya moyo wa mtu. Moyo wa mtu ndio umejaa uovu. Moyo wa mtu ndio umejaa wema. Moyo wa mtu ndio umejaa uchafu wote ndani ya moyo, sio kwenye maji. Wengine wanaanza kutakubatiza na maji kutembea, ili uone uzinzi huo unatembea, uizi huo unatembea, uongo huo unatembea, uchoyo huo unatembea, ubinafsi huo unatembea. Hawezi kuona dhambi iko ndani ya mtu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo watu wengi wamebanwa na mambo ya mabatizo na style. Na wakati mwingine wamesema huu ubatizo wa Kiluteri sio. Nani amekwambia sio? Wewe ndio sio. Maana wanabatizwa mara 7, hapo tabia yako baki pale mwizi, lagai, tapeli, umepora mke wa mtu, umepora mume wa mtu, unakaa hujabadilika chochote, umekwenda umefunga ndoa ya pili kitapeli, umebadilika wewe. Hata tukukuletea maji kutoka Jordan, hewa. Kama niliwaambia watu,
Hata tuwachemshie watu Biblia, alafu tuwamiminie kila mtu kikombe chake, kunywa. Maana ya kuhubiriana sasa ionekane kama kuna mabadiliko. Watu wanabaki pale pale. Unalionaje kanisa la leo? Unalionaje kanisa la karne ya 21? Ni la style. Watu wanataka kuombewa wapate gari. Upate gari wakati roho inaenda jehanamu. Wanataka kuombewa wapate utajiri, pesa, alafu pesa upeleke wapi? Mbinguni watu waende na pesa. Wanakwenda na roho zilizokana mambo ya dunia. Okoka, kubali Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ingia mbinguni direct. Wacha mbwembwe. Nataka nipone, upone uwe nani? Urudi kwenye ile dhambi uliokuwa unafanya. Sasa uunganishe tu. Kwa hiyo siku watu wanadanganywa na style. Na wameukimbia uluteri wao. Wengine wanasema hatubatizi watoto mpaka hao watu wazima. Akili mwenyewe kama ni bubu atakiriji. Tuseme tu ule ukweli. Niliwaambia watu wa ibada ya kwanza. Ili uwe mchawi, lazima ufundishwe uchawi ukiwa mdogo. Ufundishwe uchawi ukiwa mtu mzima. Ukiwa mtu mzima ukifundishwa uchawi, saa ya kukamata figa wenzako waruke na ungo. Wewe unaenda disco. Sio unaibaganya disco. Sasa atakamata wewe. Kwa hiyo unaandaliwa ukiwa mdogo. Ndio maana wachawi wanataka watoto wadogo wanawaandaa. Alafu sisi tunasema hatuwapeleke kwa Yesu atuwabatize mpaka wakue. Akikuwa na pepo lingine, unategemea anatokea nani? Kaa chini tuombe yana Mungu. Ni wakati mwingine naangalia. Mimi ni mluteri. Wakati mwingine naangalia kwa luteri. Yaani kimsingi jinsi wanavyokwenda na taratibu za kimungu na kubaliana nazo kabisa. Tuwabatize watoto, tuwaingize katika umoja na Mungu. Tumkabidhi Mungu watoto wake. Sikiliza nikwambie, unapooa mke, sitaki kufundisha habari ya ndoa. Unapooa mke ukioana, ndoa sio watoto. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kuna watu wameoana hawana watoto na wanaishi. Wewe kama umekimbia kwako kinyamkera. Sio lazima, ni zawadi. Mungu anawapa zawadi ya watoto. Na akiwapa hiyo zawadi, mnamkabidhi yeye kwenye ubatizo. Wanazaliwa mara ya kwanza na mama na baba. Mara ya pili wanazaliwa Kikristo. Tunampelekea wakiwa wadogo. Sasa wakati mwingine unatuletea watoto wamekua. Ni msarakasi pale madhabahuni. Unambatiza na yeye anakamata chombo cha kubatizia. Anakamata mkono wa mchungaji. Mmoja akawa anamwagiwa maji ya ubatizo akasema mchungaji acha utani. Anachukua. Bwana anamwagia maji. Tuwapeleke watoto wa Mungu kwa Yesu. Na kanisa la Kiluteri tunakubaliana hivi, naomba mnisikilize. Tunakubaliana hivi. Kama mtu mzima hajabatizwa tunambatiza, yuko hapa. Leo tutambatiza hajabatizwa. Na kama amebatizwa aturudi ubatizo. Sasa sijui uko hapo umebatizwa mara ngapi. Na tabia yako umepima imebadilika. Au umeendelea kuwa bibi matusi na baba matusi. Hujabadilika kitu. Badiliko ni la kiroho, sio la nje. Wako wajanja tu wanapita wanasema maji mengi. Ile uliobatizwa sio. Mwambie hiyo ambayo maji mengi ni style ya soda. Coca, Mirinda Orange, Fanta, ya pineapple, ya kitu gani hivyo. Ndio style watu wametengeneza kwenye mabatizo ili wawakamate watu. Na mimi nakwambia ubatizo uliobatizwa ukiwa mdogo sahihi. Na hao ndio tunawalea nao. Mlikiri wadhamini kwa niaba yao. Leo wanakiri wenyewe. Wanabeba jukumu la kiroho na sisi tunaendelea kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mafundisho mengi leo ya kupotosha. Mengi sana. Jambo la msingi, simama uliko. Jiulize wewe mwenyewe umesimamia wapi? Wewe mwenyewe una kikao. Wakitokea wa moto uko. Kuna watu wamebatizwa kwa moto. Na mkini labda wako hapo. Wanaruka moto, anaambiwa ndio umebatizwa. Sikiliza. Yohana anasema hivi, anayekuja katikati yangu, anayekuja Yesu, atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kimsingi Roho Mtakatifu ni moto. Hii hapa story nimevaa. Huu ndio moto wenyewe. Ndimi, anasema siku ile ya Pentekoste, ndimi za moto zilishuka kama njiwa. Sasa unapobatizwa, unapokea hiyo nguvu ya moto ndani yako. Sasa watu wamekwenda mbali wamesema, kwa kuwa imetajwa moto na watu warushwe moto maana watakuwa wamebatizwa kwa moto. So hiyo ni style tu hizo. Wao wanasema tu tukalete madramu ya maji Jordan ili tubatizwe kama Yesu. Wacha hiyo ni mbwembwe.
Na Biblia inasema Yesu hakubatiza, aliagiza. Akasemaje? Maana angebatiza angesemaje? Na kubatiza kwa jina la Baba na la kwangu. Haiendi hivyo. Ingekuwa ni nje. Batizeni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Batizeni nyinyi, sisi. Kanisa limepewa mamlaka haya. Yesu akiwa anaangalia. Sasa wewe pinda kona hapo, tengeneza mbwembwe zako. Jiulize, hii mbwembwe unayotengeneza itakupeleka mbinguni? Maana swala alikwenda mbinguni. Kumuona Mungu katika enzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anasema atawabatiza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Yesu Kristo ni moto ulao. Na anasema tunatangaza ujio wa Yesu mara ya pili. Anasema mti usiozaa matunda utakatwa. Sio mti, ni mtu asiyezaa matunda atakatwa. Usiokuwa na matunda. Lazima tuzae matunda. Na nilitangulia pale mbele kuwaambia ndugu zangu, hicho nilichowaambia kuhusu hao. Msiende kuharibu, hawa ndio matunda yenu. Ili hawa wawazae watoto wao walio freshi kama wao. Sasa kama sisi tunawatengenezea mambo ya ajabu kule nyumbani. Haya, sherehe ya harusi imegeuka kwa ugomvi. Ukiuliza, baba na mama walilewa wakapigana mbele ya aliyebarikiwa. Waje kukuta watoto wanacheza nyuma ya nyumba. Yule wa kiume anamwambiaje mwenzake, yule wa kike, "Nitakupiga kama babangu anavyompiga mama makofi." Sasa leo muende kwa sherehe ya hawa, alafu mwanze kugombana. Ile pini yangu, ile kipwili yangu, ile tinini yangu, rere. Pombe na adabu. Ilitoa wapi adabu? Kitu ambayo inawekwa kwenye chupa inenepi, iko vile vile. Mnacheka. Hali ya ulevi ni kubwa sana. Ndio maana tunaposema habari ya ulevi, watu wengi hawatuelewi. Wanatuona kama vile tunaeleza vitu vya kufikirika. Ni tatizo ndani ya jamii, ni tatizo ndani ya ndoa, ni tatizo ndani ya familia. Haina akili. Lini ilikuwa na akili? Yenyewe inakaa kwenye chupa, hainenepi. Wewe unakunywa. Leo unaanza kunywa hapa, ulikuwa unakwenda kukojoa chooni. Baadaye unakojoa nyuma ya nyumba. Baadaye unajikojolea. Nani ana akili wewe na pombe? Na mwisho wa siku unajinyea. Sasa tunasema haya ili atusaidie, ili tuwalee hawa fresh, na mauzao wao unaokuja uwe fresh. Mahali fulani watu wakaambiwa habari ya pombe kwenye sherehe. Wakasema tutakunywa, watatufanya nini? Bwana walidundana. Ilikuwa harusi. Wewe wacha. Ilikuwa ni kumwokoa bibi harusi na bwana harusi. Maana ni ngumi sio za kitoto. Pesa zao, pombe yao, sherehe yao, kidudo kimeinuka. Zaeni matunda yapatikanayo na toba. Muogopeni Mungu. Sisi tunasema, na maneno mara nyingine yanaumba. Sisi tunasema kwa sababu ni sauti. Yohana alisema maana ni sauti. Na sisi tunasema maana ni sauti. Wakati mwingine tunabezwa. Wakati mwingine nini huyu mchungaji ametoka huko Sonjo kuja kutuambia hapa. Kwangu mimi nimenawa, tutakutana paradiso. Ijala siku zote baba kama umenisoma. Unajua? Na siku zote wanasema utajua hujui. Utajua saa unaulizwa na mwenye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia na ule mstari wa 12. Unasema hivi, ambaye ni Yesu huyo, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi yatateketezwa kwa moto usiozimika. Ujio wa Yesu mara ya pili.
ujio wa Yesu mara ya pili. Anakuja kama shujaa. Pepeto ni ungo ule kina mama wanapepeta. Kwa hiyo anasema ngano itawekwa ghalani na makapi yatateketezwa kwa moto. Uko kwenye kundi gani? La ngano inawekwa ghalani au makapi yatakayoteketezwa kwa moto? Tengeneza maisha yako, andaa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo katika ibada hii tutashiriki chakula cha Bwana. Chakula cha Bwana kinatuweka pamoja. Chakula cha Bwana kinatuunganisha. Kwenye chakula cha Bwana kuna mkate na divai. Mkate ni ishara ya mwili wa uwepo wa Yesu katika dunia hii, lakini ile divai ni damu ya Yesu. Unaposhiriki chakula cha Bwana, huo unakichukuliaje? Na mimi nataka Wakristo msishiriki kwa mazoea. Kwa kweli, hakuna mwanadamu mwenye mbingu za kumpeleka mtu. Mbingu ni za Mungu. Na Mungu anakuwepo kwenye hicho chakula cha Bwana. Anatuona. Sasa wakati mwingine tunashiriki na mizaha. Watu wanashiriki, wanatoka wanasema hii ya leo sio kali, imewekwa maji mengi sana na wazee wa kanisa. Sasa sikiliza. Umekuja kunywa kali hapa. Naitwa Kevanti. Mtu mmoja kwenye mtandao akasema jamaa amekuja Kevanti wako kwenye harusi, akauliza mwili wa marehemu umefika. Kwa Kevanti inaharibu akili, natoa akili. Anauliza zake mwili wa marehemu umefika na ni kwenye harusi. Sasa unaona Wakristo wameshiriki sakramenti, wanaambiana ya leo wala sio kali, wameweka iwe kali iwe maji. Jambo la msingi tunataka roho yako ipone. Kama watu wanaongewa maji ya bombani na wanapona, kama watu wanaongewa furuto na wanapona, kwa nini wewe usiwe ile sakramenti? Mzigo ukaanguka, ugonjwa unaokusumbua ukaondoka, ilo pepo linalokusumbua ikaondoka. Ni kwa sababu tunakunywa kwa mazoea, tunashiriki kwa mazoea, tunacheza na Yesu. Yesu yuko hapo. Kumbukeni yule mama aliyekuwa anatokwa na damu, alisema nikigusa pindo la Yesu mzigo utanipungua. Ukinywa kwa imani, ukaamini nguvu ya Mungu iko hapo, mzigo ulio nao unaondoka. Sio kama unanielewa? Kwa sababu tumezoea tu kuulizana leo kali au imewekwa maji. Hakuna leo kali wala imewekwa maji. Jambo la msingi, moyo wako unaipokeaje sakramenti? Moyo wako unaichukuliaje sakramenti? Ni uponyaji. Kwangu mimi sakramenti ni tiba. Tiba ya kiroho na ya kimwili. Kwangu mimi, kwako wewe. Unapokunywa mwambie Mungu, niondolee mzigo, maana unao. Niondolee mzigo huu wa kimwili nilionao. Niondolee mzigo huu wa kiroho nilionao. Hii tabia yangu nilionayo iondoke, ianguke. Hili tumbo linalouma liache leo. Hiki kichwa kinachoniuma kwa msimu kiondoke. Mungu anaondoa mzigo. Anaondoa mzigo. Hajashindwa kuondoa mzigo. Sisi ndio tunafanya anashindwa. No, hawezi kushindwa. Watu wanapewa maji wanapona Bwana. Watu wanapewa furuto wanapona. Watu wanapewa vitambaa wanaenda kwa kichwani wanapona. Kwa nini usiweke imani pale kwenye sakramenti? Hiki sakramenti, mwili wa Yesu, damu ya Yesu, Yesu yuko hapo. Mwambie nipone. Unakuja watu wanasema leo nimekunywa ili wanione. Hawana mbingu, hawana damu ya kukupeleka. Hata wakikuona mbingu. Anaijua dhambi yako ni Kristo mwenyewe, mkaguzi anayependa kukagua watu wako. Usije ukaishi shirika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sakramenti hii inatuunganisha na Mungu, na sakramenti hii inatufanya tujadili maisha yajayo ya wokovu. Mtakuairisha hiyo kwa kujiuliza. Wala vitu wakati mwingine tunashiriki tu kama mazoea tu, ipite atatugaia takula ndio. Lakini Paulo anasema kwenye nyaraka zake, wengine wamelala, wengine ni wagonjwa wako vitandani. Ni kwa nini? Wamekunywa isivyostahili. Maana anasema anayekunywa isivyostahili anajipatia hukumu ya nafsi yake mwenyewe. Mimi nakuomba mtu wa Mungu, kunywa inavyostahili ili upokee uponyaji wa mwili na roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya mwisho. Mahubiri yaendelee tena. Simama nikuombee. Sikiliza.
nasikiliza sana Roho anavyosema. Anasema mwisho ni shahidi. Kwa leo inatosha hiyo dozi, tutatembea nayo mpaka mwaka mpya, itakusaidia. Funika macho kuombea. Nawe uendelee kuomba. Ili kama ulikuwa unashiriki kwa mazoea, uondoe hiyo roho ya mazoea ukatae. Lakini pia kama kuna jambo lolote ambalo halitaonyesha utukufu wa Mungu katika shughuli yoyote ya hawa vijana wetu, muombe Mungu rehema ili Mungu aweze kutusamehe. Isiwe janga kwa watoto wetu, bali iwe baraka kwa watoto wetu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, Mungu wa milele, Mungu mwenye nguvu na mamlaka yote, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya neno lako. Bwana alikuwa anatangaza kuitengeneza njia, lakini kuandaa maisha yetu ya kiroho. Kina Yohana wako huku duniani na wanahubiri. Wahubiri wa leo ni kina Yohana. Mchungaji na wainjilisti wa leo ni kina Yohana. Watumishi wa Mungu wanaohubiri ni kina Yohana, na wanatangaza juu ya kutengeneza maisha ya kiroho. Na katika ibada hii Bwana, tunataka kupatana na wewe. Tupatane na wewe, tusogelee madhabahu yako na kushiriki mwili na damu ya Yesu, tupate wokovu na tupate nguvu mpya ya kutembea na wewe. Lakini Mungu, tupone miili na roho zetu, tupone kabisa, na mzigo uliopo ndani yetu uondoke. Kwa baba huyo na kwa mama huyo na kwa kijana wa kike na wa kiume na kwa watoto wadogo, iondoke huo mzigo kwa jina la Yesu. Tunaachilia nguvu zako na uweza wako. Watu wako Bwana wamekukimbilia, wasiibike milele. Kwa haki yako waponye kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Tukae. Naomba wengine wote jioni mbele, maana vitu vyenu vilichelewa. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Msisikie vibaya hicho alichosema mwinjilisti, maana wengine wanaweza kutoka hapa na hadithi, wengine hawakupewa vyeti, hawajulikani. Nimesema tu majina yao yakiwekwa sawa, mtapewa vyeti vyetu, sawa? Umesikia vijana wetu ndio ambao kupewa vyeti. Bwana Yesu asifiwe. Mmeona na siku hizi ni nzuri sana, wanavaa sare hii kanisani, hakuna anayemringishia mwenzake kabisa. Hata kama uko ndani umevaa kunia, lakini nje umetokea na nyeupe kama mimi hapa. Mchungaji amevaa kanzu lake, sijui kama suruali yake na vikosi, kwa hiyo ameona niko na kanzu. Kwa hiyo na wengine wamepiga hiyo, wakitoka watajuana, nitaumana huko mbele ya safari. Hii kanisani wote wamependezeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili nimelifurahia na nimeona sharika nyingi zinafanya. Wanavaa sare kabisa nyeupe yenye misalaba na nyekundu, na niwapongeze wazazi na mtaa huu na usharika kwa kuweza kufanya jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa geukeni madhabahu. Mbona mmeacha kutafujua vya nyimbo? Askari anayesahau silaha si atamalizwa. Toba. Takao tukinyanyuka mnanyanyuka nayo. Kitabu cha nyimbo tu, Biblia zitakwambia jinazi. Hiyo ni ya baadaye. Nilisahau kuuliza wangapi wana Biblia ili muwaongoe wazazi hapa. Kitabu cha nyimbo, tumwabudu Mungu, kurasa 374. Pale kwenye kipaimara 374. Na nimeona wote mnao kitabu kama cha kwangu, hamna mwenyewe buku kubwa, kwa hiyo kurasa 374. Wapendwa katika Kristo, mwaka huu tumepata nafasi ya kuwafundisha wanafunzi wa kipaimara imani ya Kristo, nao wamefahamu wokovu wao unaopatikana katika Yesu Kristo. Leo tumefika hapa kuthibitisha ubatizo wao waliobatizwa wakati wa utoto. Wapendwa wangu mliopokelewa na Bwana wetu Yesu Kristo kuwa wanawake Mungu katika ubatizo mtakatifu. Katika ubatizo huo ninyi ni washarika wa kanisa lake takatifu. Leo mmesimama hapa kuthibitisha ubatizo wenu na kukubali kuwa washarika wa kanisa. Kwa hiyo ninawaomba mkiri wenyewe imani ya Kikristo ambayo kwayo mlibatizwa mlipokuwa watoto wadogo. Sasa ninawauliza, je, waamini ya kuwa Yesu Kristo amekufia na kufufuka kwa ajili yako? Kama ni hivyo mjibu ndio naamini. Ndio naamini. Je, utayari kuwa mfuasi na shahidi wake Kristo
mbele ya wenzako na kumshuhudia mbele ya watu wote kwa maneno na matendo ya upendo. Kama ni hivyo, ujibu ndiyo, kwa msaada wa Bwana niko tayari. Ndiyo, kwa msaada wa Bwana niko tayari. Je, wamwamini Mungu mmoja, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Ujibu kwa kukiri imani ya mitume wote. Namwamini Mungu Baba mwenyezi wote, Muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na mwanamke Mariamu, akateswa mwanzo wa Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akakaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenyezi yote. Kutoka kwa atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo, lililo moja tu, usharika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuka kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Je, mnamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote? Sasa semeni ahadi ya ubatizo. Namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, na nitoa kwa wako Mwana na Roho Mtakatifu, ili nikitegemee na kututumikia kwa uaminifu hata nitakapokufa. Amen. Basi sisi sote tuwaombee hawa ndugu zetu, Mungu awajalie kuishi katika imani na ahadi hiyo. Tusimame tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, Mungu wa milele, umewalinda wenzetu hawa katika agano la ubatizo na kuwasamehe dhambi zao. Twakusihi uwajalie kudumu katika imani yetu ya Kikristo na kukutumikia siku zote za maisha yao kwa uaminifu. Wajaze na kuwaongoza kwa Roho wako anayetupa hekima na ufahamu, na kuwafanya kukubali kila shauri jema na kukushuhudia kwa ujasiri. Roho wako awape kujua mapenzi na neema yako na kuishi katika kicho cha Bwana bila kuyumbishwa, ili wasipotee bali waifikirie mwisho mwema, kuishi nawe daima. Kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, usikie maombi yetu. Amen. Tuseme maneno yale washarika. Ee Bwana, usikie kuomba kwetu kwa ajili ya hawa. Amen. Tukae washarika. Wakati tunaobariki, Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaenda kukaa, wabaki wawili, tutakuja wawili wawili, ili basi kupata picha nzuri na kuwa na nafasi nzuri. Baki hapo wawili, hivi na dalili ya kile kumesha. Haya. Yaani wakuja wawili wanasimama nyuma ya hao wawili. Naomba kwaya wasifu Mungu anapoendelea na ibada yetu tunapoendelea. Karibuni wa ibada. Ee Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umzidi kumjalia huyu Fredi neema yako, azidi kuimarisha katika imani yake Bwana. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana kubariki na kulinda na kuangazia msiweze kumkabili na kuinua uso wake na kupa amani yake. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Inatokana mbele kwa kasi na
Vijana wako wenye thamani, utumie vema. Vijana wako wenye thamani. Bwana kuangazia uso wako kufanya. Bwana kudumisha na kukupa amani. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho katika maisha ya ushuru. Sasa au ni Kristo kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho. Bwana Mungu akubariki. Bwana Mungu akubariki kwa amani yako. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, uzidi kumweka kutoka mbele. Bwana kuangazia uso wako. Bwana kuangazia Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, uzidi kumweka kutoka Jioni mara moja. Wapendwa katika Bwana, ni nyote mmekwisha ungama kwa midomo yenu mbele ya Mungu Mwenyezi na usharika huu na kukiri jinsi mnavyoamini, na kwa kuwa mmebatizwa kwa jina la Kristo, basi mimi nawatangazia ya kuwa mnayo ruhusa tangu sasa kushiriki chakula kitakatifu cha Bwana. Inawakumbusha kuwa kila mara mwe tayari kupokea sakramenti kwa toba ya ukweli na kuiheshimu kwa moyo wa shukrani. Msiishi kinyume na neno la Mungu, bali mdumu katika umoja wa kundi la Kristo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa washarika, ninyi wote ninawasihi msiwakwaze hawa ndugu zetu, bali wasaidieni kuwa waaminifu, wadumu katika imani na kuombea. Hivyo tuendelee pamoja na Kristo katika upya wa maisha ya Kristo. Bwana atusaidie sisi sote. Tuombe pamoja. Simame. Kurasa ule wa 374. Tuseme maneno yale pamoja. Mungu Mwenyezi, kwa ajili yake Kristo, kubali sisi wanadamu ni dhambi nyingi kuwa wana wako na mashahidi wa pendo lako kuu hapa duniani. Unaokubali ndugu zetu hawa kuthibitishwa katika agano lao la ubatizo
Kwa hiyo wajalie pamoja na sisi sote maisha mema katika Kristo Yesu. Amen. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya ndugu zetu hawa ambao umewapokea kuwa washiriki kamili katika kanisa lako. Tunaomba uwape nguvu ya kimwili na kiroho, ili wawe watumishi wako waaminifu kwa Yesu Kristo Bwana wetu, aishie na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu milele na milele. Amen. Tukae. Washariki 20 na ngapi hao? Wakristo wapi hawa? Bwana Yesu asifiwe. Wanahitaji kutunzwa, wanahitaji kulelewa, wanahitaji kusaidiwa. Hebu tumshangilie Yesu kwa makofi mengi. Wengi wao hapa wote bado wanakula ugali wa shikamoo na marahaba, wanaishi nyumbani, hakuna aliye na kwake. Kwa hiyo wanahitaji kusaidiwa na sisi, wanahitaji kuiga mwenendo na tabia zetu ili wakulie imani ya Kikristo, watembee naye. Bwana Yesu asifiwe. Si mnaona na wengine hapa watakwenda sekondari mwakani. Kwa hiyo tuwalee, tunapofungasha ile mizigo yao ya kwenda shuleni, tranka, weka Biblia kule ndani. Ile ambayo mtampa leo, ajeni kuimba tu anameremeta kawaka. Mpeni kitu ambacho atakaa nacho na kitamsaidia kwenye maisha yake ya kiroho. Na hiyo Biblia akienda shuleni, kama ni sekondari, mnaweka kwa tranka, naambia huu mzigo ni wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tunawashukuru na tunawapongeza wazazi na wadhamini. Mungu awabariki, nendeni mkakati.